Ulisha tena kwa utambulisho maalumu mpya. Mimi ni mwekezaji katika benki hii ya ushirika. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana na benki hii ambayo imezaliwa, na bila shaka tutapata matunda yake. Kwa sababu ya muda nimepewa dakika 10, na historia ni ndefu ya ushirika tangu enzi za ukoloni, baada ya uhuru, lakini pia baada ya mageuzi makubwa ambayo sehemu yake tunayasherehekea. Kwa niaba ya wana CCM wenzangu, na kwa sababu mgeni rasmi ni mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM, moja ya jambo kubwa ambalo liko katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 ambayo nilipata bahati ya kuwa sehemu ya uandaaji wake, na Bwana Majid alikuwa ni sehemu ya mshauri wa uandaaji wa ilani hiyo, nipende kutamka na kukuomba mgeni rasmi utufikishie pongezi kwa Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa chama kwamba dhamira iliyoko ndani ya ilani kwa kiwango kikubwa imetekelezwa. Na kwa sababu ya muda nitawasilisha hoja zangu kwa kunukuu mwanasiasa mashuhuri hayati Sokoine, waziri mkuu wa zamani wa Tanzania, nukuu 3 na nukuu 2 kutoka kwenye Azimio la Arusha. Nianze na nukuu ya kwanza ambayo iko nyuma yenu. Kwa bahati mbaya sijaiandaa mimi, lakini nimedesa kwa lugha ya chuo kikuu. Yaani unatumia kitu ambacho kimeandaliwa na mtu halafu unakiwasilisha. Mgeni rasmi, nakuomba usome nukuu ya baba wa taifa nyuma yako au mbele yako kama inavyosomeka: hatuna budi kujenga uchumi wa pamoja, uchumi wa ushirika ambao kila mmoja wetu atafaidika kwa jasho lake na sio kwa jasho la mwingine. Na baada ya kutangazwa kwa Azimio la Arusha, nchi yetu ikapata sheria ya kwanza mwaka 68 ya vyama vya ushirika. Sasa kuhusu mchango wa vyama vya ushirika, wazungumzaji wote hapa wamegusia na sitaki kupoteza muda. Ndugu Majid ameelezea mchango wa vyama vya ushirika na nafasi ya vyama vya ushirika. Wazungumzaji wote na hata mwenyekiti wetu wa bodi ya benki tunayoizindua naye kayazungumza. Kwa hiyo napenda niache kama yalivyo. Mimi nijikite katika nukuu za hayati Sokoine, nukuu 3, ili tuweze kupata mafunzo kutoka kwenye nukuu hizo, lakini pia kuainisha makosa ambayo huko nyuma yamefanyika na sasa hivi tuko hapa tunayasahihisha. Nukuu ya kwanza inatoka katika muhtasari wa mazungumzo yaliyoko kwenye taarifa katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi wa mwaka 1982. Naomba kunukuu. Nukuu ya kwanza hii. Alikuwa akimzungumza na mwenyekiti wakati huo, baba wa taifa ndiye alikuwa mwenyekiti wa kikao hicho, na anasema: ndugu mwenyekiti, tumekuwa tunafanya mabadiliko mengi
si mabaya, na baada ya muda tunarejea nyuma huko tulikotoka. Mfano mfupi ni swala la kuvunjwa kwa vyama vya ushirika na kuanzishwa kwa mamlaka za mazao. Swala la kuvunja town council na district council, tutakuwa na mfumo mmoja tu wa kiserikali. Lakini baada ya muda tukarejea tena kule tulikotoka. Ningefikiri vile vile, ndugu mwenyekiti, ili tutokane na tatizo hili kwa siku zijazo, ni vizuri tungekuwa na bodi ya utafiti, yaani Research Advisory Board, ambayo itasaidia serikali kufikia maamuzi yake kabla ya kufanya maamuzi rasmi. Kwa sababu gharama za kurejesha cooperative ni kubwa mno, na pengine sipendi kusema sana, lakini tumepoteza muda mrefu katika kipindi cha hapo katikati. Tunapata mafunzo gani na tunaainisha makosa gani kutoka kwenye nukuu hii? Ni kweli kwamba hayati Sokoine kwa niaba ya chama na serikali alikuwa akifikiri makosa yaliyofanywa kwenye miaka ya 70 kuhusiana na kuvunjwa kwa vyama vya ushirika na serikali za mitaa. Hata Mwalimu aliwahi kukiri hadharani kwamba uamuzi wa chama na serikali chini ya uongozi wake walifanya makosa ya kuvunja vyama vya ushirika. Hili ni funzo kubwa kwetu na ni funzo muhimu sana kwa wadau wote wa sasa wa maendeleo ya ushirika, na hasa viongozi wa aina zote kama baadhi yao walivyotambulishwa. Tunajifunza kwamba uamuzi wa kuvunjwa vyombo hivyo muhimu kiuchumi na kiutawala ulifanywa kimakosa, na kosa kubwa lilihusu kutofanya uchambuzi wa kisayansi kabla ya kufanya uamuzi rasmi. Kwa hakika, kiongozi anapokiri makosa yake hadharani ambayo ameyafanya wakati wa uongozi wake, huwa ni ishara ya uungwana, ujasiri na uwajibikaji wake kwa wale wote anaowaongoza. Ni muhimu pia kusisitiza hapa kwamba kiongozi anapojikosoa na kuwa tayari kujisahihisha, huwa ametenda kitendo cha kujiimarisha na kujiheshimisha zaidi. Hivi ndivyo viongozi wetu mashuhuri, yaani baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Edward Sokoine, walivyojijengea heshima, na hadi leo wanakumbukwa na kuenziwa japo wameshatangulia mbele ya haki. Hii ni moja ya historia muhimu sana, kwamba upo wakati vyama vilishamiri vya ushirika, lakini makosa yakafanywa ambayo serikali, viongozi waliokuwepo wamekiri kwamba walifanya makosa. Na kitu kikubwa ambacho hayati Sokoine anatufundisha ni kwamba ni vizuri sana kuwa na utafiti na uchambuzi wa kina wakati unapokuwa unataka kufanya maamuzi ya msingi na yenye manufaa kwa taifa. Kwa hiyo funzo hilo la pili, kama nilivyosema, ni kwamba kufanya mabadiliko au uamuzi juu ya masuala makubwa ya kisera, kisheria na kiutendaji pasipo kufanya uchambuzi wa kisayansi ni kosa la kiuongozi na kiutendaji, na kwamba kosa hilo hulisababishia taifa hasara kubwa na ya muda mrefu. Bila shaka sote tunatambua kuwa sekta ya kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa taifa letu, na kwa kiasi kikubwa kilimo ndio kitovu cha maendeleo ya vyama vya ushirika. Hata hivyo, sekta hii imekuwa ikikua kwa kiwango cha chini sana, na kusema ukweli, mageuzi makubwa katika sekta hii yameanza kufanyika katika kipindi cha uongozi huu wa awamu ya 4 chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Katika awamu hii ya uongozi, mageuzi makubwa katika sera na sheria za fedha, kodi, budget, ushirika na uwekezaji wa umma yamefanyika kwa lengo la kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika ukuaji wa uchumi, ajira, vijana na usalama wa chakula, pamoja na mapato yatokanayo na mauzo ya nje. Pamoja na mageuzi hayo, kuna makosa ambayo yamefanyika huko nyuma, na pia tuna mafunzo yaliyopatikana kutokana na jitihada zetu za kuendeleza kilimo kupitia kwenye ushirika. Ni katika swala hili ni muhimu pia kumnukuu hayati Sokoine kwa kirefu,
ili tuweze kuainisha baina ya makosa yetu na baadhi ya mafunzo yatokanayo na jitihada zetu za kuendeleza sekta ya kilimo na ushirika. Na hapa na nukuu tena: chama na serikali ina uwezo wa kumuondoa mkulima wetu pale kwa kutazama kwa hali halisi kabisa gharama zake za uzalishaji na mazao yake, kwa sababu mwenye kutoa bei ya mazao kwa sasa ni serikali, lakini serikali hupata kwanza taarifa kutoka kwa mashirika na mamlaka yanayohusika na zao hilo. Sasa hapo pana mgongano wa maslahi. Mamlaka au shirika litapenda lipate faida, wamejijengea maofisi makubwa, wameongeza idadi kubwa ya wafanyakazi na mambo mengine mbalimbali, na kwa hiyo kuumiza mkulima. Kwa bahati njema, ndugu mwenyekiti, sasa hivi kwa maelekezo ya chama, serikali imekwisha agiza irejeshe vyama vya ushirika. Matumaini yetu ni kwamba vyama vya ushirika vitafanya kazi ya kumhudumia mkulima na vitakuwa chini ya usimamizi wa mkulima mwenyewe, na kwamba mamlaka hayo tuliyoyaunda ama yarejee yafanye biashara zake za nje kama zamani, ama yasaidie katika uzalishaji. Kutokana na nukuu hiyo hapo ya hayati Sokoine, tunaweza kuainisha makosa kadhaa tuliyoyafanya kwenye sekta za kilimo na ushirika, na pia tunaweza kuainisha mafunzo kadhaa kutokana na juhudi zetu za nyuma kwenye sekta ya kilimo na ushirika. Tuanze na makosa yetu ya nyuma. Kosa la kwanza ni kuundwa kwa vyombo vya kiserikali vyenye dhamana ya kusimamia sera na sheria za sekta ya kilimo na ushirika kama vile mamlaka za mazao, ambavyo badala ya kujikita katika kukuza uzalishaji katika sekta ya kilimo na kulinda maslahi ya wazalishaji, hujiingiza katika vitendo vya ubadhirifu na matumizi mabaya ya fedha za umma. Kosa la pili ni serikali kupitia taasisi zake kupoka madaraka ya wanachama wa vyama vya ushirika na hivyo kuvidhoofisha vyombo hivyo na kiuongozi na kiuendeshaji vilivyowekwa kwa mujibu wa sheria, sera na katiba za vyama vya ushirika. Hali hii husababisha mgongano wa kimaslahi na pia ni kinyume cha kanuni zinazoongoza vyama vya ushirika. Huko tuendako tuwe makini, na hasa kwenye eneo la mahusiano ya kiutendaji na kiusimamizi baina ya vyombo vya uongozi na uendeshaji wa vyama vya ushirika na taasisi za ukaguzi wa mahesabu, kwa mfano COASCO, tume ya ushirika na bodi za mazao, hasa bodi za mazao ya chai, kahawa, korosho, pamba, sukari na tumbaku. Vyombo hivyo vyote vikijidhatiti vihakikiwe na virekebishwe ili utendaji wake uwe na tija na uzingatie maslahi ya taifa na maslahi ya wakulima. Mwisho ni swala la mitaji. Katika nukuu ambayo sikupata muda wa kuinukuu, hayati Sokoine anazungumzia haja ya kuwa na mitaji na vyanzo vizuri vya fedha kwa ajili ya maendeleo ya kilimo pamoja na ushirika, na yeye anasisitiza kwamba kuna haja ya kuwa na mifuko ya fedha na pia sekta za fedha kuwekeza katika ushirika ili kuweza kupata mtaji wa kukuza kilimo na viwanda. Na hii nukuu inafanana na nukuu ambayo pia iko mbele yetu, ambayo imenukuliwa na Rais Samia, Mheshimiwa Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inasomeka hapo juu. Inasema serikali imewekeza shilingi bilioni 5 kuanzisha benki ya ushirika Tanzania ili kuimarisha sekta ya ushirika na kuwawezesha wakulima kupata huduma bora za kifedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwasilisha. Asanteni sana.